Nilimwita Mheshimiwa Ahmed Mabukut Shabib, atafuatiwa na Mheshimiwa Joseph Zakarius Kamonga. Mheshimiwa Masanja Kungu Kadogosa ajiandae. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi ya kuwa mmoja wa wachangiaji, na leo sina mengi zaidi ya kutoa sehemu chache tu, hasa kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa kumchagua waziri wa fedha makini. Maana nimekaa muda, lakini waziri wa fedha katika bajeti yake hii kwa kweli ni bora, katika moja ya bajeti bora ambazo nimezishuhudia hapa bungeni. Kwenye ukweli tutasema ukweli, kama kuna kona kuna kona, kama pako vizuri tutasema pako vizuri. Kwanza nianze kumpongeza yale tulikuwa tunayazungumza, na si kumpongeza yeye tu, nimpongeze yeye na kamati ya bunge ya bajeti, naibu waziri pamoja na taasisi zote katika wizara yake ambazo zimemsaidia kutengeneza bajeti hii. Wabunge tumepiga kelele sana hapo nyuma kuhusu habari ya kutoa ushuru kwenye mafuta ya kutoka nje. Hapa nimeona umeweka ushuru ili kulinda viwanda vya ndani. Kwenye pamba nimeona hivyo hivyo, umelinda viwanda vyetu vya ndani vya nguo. Kwenye matunda, yani kila sehemu umegusa kwa ajili ya maslahi ya nchi na viwanda vya ndani ya nchi. Huo sasa, ukisikia uzalendo na uadilifu, ndio huo uzalendo. Sio mkija hapa mnatuletea misamaha tu, fulani kapata msamaha huu. Hata watu wa TRA msifikiwe na fly, kwa sababu mnawakosesha mapato, misamaha ikiwa mingi. Lakini safari hii ni moja ya bajeti nzuri sana. Lakini Mheshimiwa, katika ukurasa wa 84 kipengele cha 6 tulikuwa pale ni kama ombi. Sasa hivi tumeona umeandika kwamba bidhaa za pikipiki au pikipiki tuseme labda ni ushuru kuongeza 5% za moto, na kupongeza kwamba kuna pikipiki za umeme umezitolea ushuru, lakini sasa hivi nyingi ni pikipiki ambazo zinatumia mafuta. Kwa sasa hivi pikipiki kwa Tanzania, pamoja na kuwa zinaleta matatizo ya accident na mambo mengine, lakini sio kitu cha anasa. Huko vijijini hizi ndo wanatumia kama ambulance. Pikipiki huko vijijini ndo wanatumia kubebea mizigo. Na sasa hivi pikipiki kwa Tanzania imechukua badala ya baskeli. Sasa hivi kila mtu anajitahidi apate pikipiki, na ndio maana ukiangalia baiskeli zimebakia chache sana, labda Shinyanga tu kwa kina Maganga kule kwao, lakini sehemu nyingi sana pikipiki imekuwa ndio mkombozi. Kwa hiyo sio tena jambo la starehe kwenye pikipiki. Kwa hiyo nilikuwa na shauri au na kuomba Mheshimiwa, kama itawezekana ile 5% muifikirie itoke, ili watu wazidi kupata unafuu. Lakini pamoja na kuitoa hiyo, wapi itapatikana ya kukava pale? Mnaweza mkapata, kwa mfano sasa hivi kuna mtu anamiliki pikipiki 50, anawapa wale vijana bodaboda. Huyo sasa sio bodaboda, huyo ni mfanyabiashara. Kwa hiyo huyo anaweza akaingia kwenye kodi. Alafu kuna kitu kingine cha ajabu sana nishakizungumza hapa, lakini naona sijui kwa nini hii neno assembly. Utakuta kuna kiwanda cha pikipiki vinapewa msamaha wa kodi kwamba vinafanya assembly pikipiki. Sasa mbona sijawahi kuona hata tairi wala spoke inatengenezwa hapa Tanzania? Sasa hii assembly ni nini? Pikipiki zote zinavyokuja hamna mtu anaagiza pikipiki inakuja inatembea, zote lazima zije zifanyiwe assembly Tanzania. Kwa hiyo ni kuondoa hii misamaha ya assembly. Hii visingizio kwamba assembly inaleta ajira si kweli, kwa sababu pikipiki yoyote, hakuna pikipiki inayokuja
bila kuwa kwenye box ambayo iko tairi peke yake, kila kitu peke yake, lazima ifanywe assembly. Kwa hiyo ajira wa Tanzania watapata Wagairo, watapata wa Buchosa, watapata Wakatavi, watapata kila sehemu, kwa sababu zinakuja kwenye box. Sasa haina haja eti kiwanda hichi mnawapa assembly alafu mnawapunguzia ushuru. Hiyo ni kupoteza mapato. Kwa hiyo ingetoka watu wote, kwa sababu hata ukiwapa hiyo assembly na mkiwapunguzia, kwa wananchi hawafaidiki, bado bei ni ile ile tu, sawa na wale wanaeleta bila kufanya assembly ambao wanalipa ushuru mkubwa. Kingine kwenye license hizi za waendesha pikipiki, sasa hivi mifumo inasomana kati ya TRA, chuo na polisi. Sasa utashangaa chuo anatakiwa dereva bodaboda aende akasome $100,000, alafu akienda pale gharama ya testi polisi shilingi 3,000, lena shilingi 10,000, license TRA shilingi 70,000, ukijumlisha $183,000. Sasa bodaboda gani huyu anaweza kalipa hiyo hela? Baki tuzungumze sasa. Mheshimiwa, kwanza hebu tuseme wabunge hapa, tuseme kweli, nyinyi mmesha kuona wapi chuo kinafundisha bodaboda? Mmeona bodaboda na lena anafundishwa chuoni yupi? Kama sio uwizi wa kijinga kabisa wanayofanya watu wenye vyuo hawa, wanatoa certificate bila wale watu kwenda kusoma. Nani ameshawahi kuona bodaboda anaenda kujifundisha kwenye chuo? Tuna polisi kata, kila kata. Tunashukuru jeshi la polisi kwa kuweka polisi kata. Si polisi kata wanawapa semina na sheria za barabarani, fanya hichi, fanya hichi. Ni bora hata hiyo posho 10,000 ale polisi kata awaite, awafundishe. Baada ya hapo atoke pale aende apewe kibali, aende akakate license. Kama 70,000 bora akaingie mapato ya TRA, na kama itawezekana hata kule TRA nako mpunguze, mfanye 50,000 license bila kupitia chuo, bila nini. Hapa sasa hivi, Mheshimiwa Mwenyekiti, 90% ya bodaboda hawana license. Sasa angalia na wingi wa bodaboda, lakini vikwazo ni bei. Je, kama wangefanyiwa 50,000 pale na bila milolongo hiyo, serikali ingekusanya mapato mangapi? Ingekusanya mapato mengi sana kuliko hata ile 5% ambayo mmeweka pale kwenye ushuru wa pikipiki. Lingine la mwisho, Mheshimiwa, una kazi ya ziada. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Waziri ana kazi ya ziada, kwa sababu wizara zote zinaomba pesa kwake yeye. Yeye kazi yake anakusanya, TRA wanakusanya, alafu huku kama wizara zote, msitegemee kwamba kila kitu rais ndo aje asimamie. Hata tunaposema labda machinga wamezidi, sio ngoja eti kwamba machinga wa Kichina, machinga wa kabila fulani wa nini wa nje. Nimeona hata mheshimiwa aliyopita hapa amezungumza haya masuala ya Korea nini. Anayetakiwa kuzungumza sio mheshimiwa rais. Nyinyi wenye mamlaka na hizo wizara zenu ndio mnatakiwa mtoe matamko hayo. Rais awe wa mwisho, labda huko nchi zimepiga kelele kidiplomasia, yeye ndo anakuja anarekebisha. Sasa na mwenyekiti, kwenye wizara ya fedha watu wote wanachukua pesa kutoka wizara ya fedha, wanalalamikia kupata pesa kutoka wizara ya fedha, lakini matumizi yanakuwa makubwa sana huku chini. Kama matumizi yanakuwa makubwa sana, basi na wizara ya fedha mngekuwa na kitu maalum, chombo maalum kinachochunguza kabla ya kugawa hizo fedha kwenye mawizara au kwenye sehemu fulani au taasisi fulani. Mwe mnajiridhisha kwamba hapa tunataka tupeleke hela ya daraja mahali fulani. Je, hili daraja bilioni 10 imetumika kweli bilioni 10? Au tulipeleka bilioni 5? Hizi bilioni 5 zimetumika, tupeleke zingine? Maana yake msipoangalia hivyo itakuwa hela zinachukuliwa, lakini matumizi yanakuwa mengi. Sasa hapa tunasema tu mwaka huu tutakusanya kiasi fulani, mwaka huu tunakusanya kiasi fulani, lakini je, matumizi yetu tunayadhibiti vipi? Tunayadhibiti vipi matumizi ya huku sehemu nyingine? Na sio wizara tu zingine, hata nyinyi wenyewe wizara ya fedha wenyewe mnadhibiti vipi matumizi haya? Kwa mfano
matumizi ya magari. Manake unaweza ukawa na gari la mtu binafsi likatumia kwa miaka 5 la mbunge, na mbunge anakwenda huko mapolini kila sehemu, lakini akatumia service labda ya milioni 20-30, lakini gari ya serikali kwa miaka 5 likatumia service kama na karibia nusu ya bei ya gari. Hiyo nimetoa mfano, lakini vipo sehemu nyingi sana ya vitu ambavyo matumizi yake yanakuwa makubwa. Sasa tunapokusanya pesa, tunapotoa ushauri wa mapato, waheshimiwa wabunge, na matumizi nayo tuwe tunayaangalia kiasi cha kutosha. Nashukuru sana, naunga hoja mkono. Asante. Asante sana Mheshimiwa Shabibi. Nilimwita Mheshimiwa Joseph. Niwapongeze wawasilishaji kwa mawasilisho mazuri yaliyosheheni dhamira ya kweli ya serikali yetu kusogeza mbele taifa letu na ukuaji wa kiuchumi. Mheshimiwa Mwenyekiti, Dira ya 2050 imesisitiza kwamba rasilimali za taifa zitumike kimkakati. Mheshimiwa Mwenyekiti, na dhima ya mpango wa 4 wa maendeleo wa taifa letu 2026-2027 2030-31 inazungumzia mageuzi kwa ajili ya ukuaji wa uchumi jumuishi. Mheshimiwa Mwenyekiti, Abraham Lincoln aliyekuwa rais wa Marekani aliwahi kusema kwamba no a country can truly develop without a robust engineering capacity. Mheshimiwa Mwenyekiti, akimaanisha kwamba hakuna taifa litakaloendelea kweli bila taifa hilo kuwekeza katika uhandisi wa viwanda. Mheshimiwa Mwenyekiti, na tafiti zote duniani zinaonyesha kwamba kuna mahusiano ya moja kwa moja kati ya maendeleo ya taifa lolote lile na kiwango cha uhandisi wa taifa hilo. Mheshimiwa Mwenyekiti, waliokuja nayo Singapore, tukisikia Korea Kusini, Ujerumani na hata China, kote huko walikuza kiwango cha uhandisi cha taifa lao. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiangalia miradi yetu ya kielelezo kama ilivyoelezwa katika mpango wa 4, ukianzia na mradi wa kwanza wa ekolojia ya bahari pale Bagamoyo na miradi mengine yote, inadhihirisha kwamba miradi ile yote ni miradi ya kihandisi bila kuwa na enhance engineering capacity ya taifa letu. Maana yake ni kwamba miradi yetu hiyo itakwenda kutekelezwa, lakini tukitegemea mapungufu ya kutumia fedha za umma kwa kiwango cha juu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninasema haya tunapoizungumzia ekolojia ya bahari, na taifa letu limeonyesha utayari wa kuoanisha elimu iliyopo sasa na mafunzo, na vile vile kuangalia mahitaji mahasusi ya taifa letu katika sekta ambazo zitakuza uchumi. Haya yamesemwa katika mpango wa taifa letu na Profesa Kitila Mkumbo kwamba taifa litafanya kuanisha elimu na mahitaji mahasusi ambayo yatakuza uchumi wetu. Mantiki ya maana yake haya au maneno haya kwa tafsiri ni kwamba serikali imefanya gap analysis katika taaluma zote nchini ambazo kwazo tunaamini tukiwekeza kwa vijana wetu, kama ambavyo tumejitanabaisha kwamba tunahitaji kunufaika na idadi kubwa ya vijana ili tuweze kukuza uchumi wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba kusema kwamba katika mradi namba 1 kwenye mradi wa kielelezo, taifa letu tukubali kuwa tayari kuwekeza katika marine engineering. Taifa letu liwe tayari kukubali kuwekeza katika uhandisi wa bahari ili tuweze kufanikisha mradi ule namba 1 wa kielelezo, lakini ili tuweze kudhibiti matumizi mazuri ya umma. Mheshimiwa Mwenyekiti, wote tunakubali bandari ni miongoni mwa sekta mahasusi ambayo inachangia katika taifa letu kwa takriban 40% ya mapato yote ya TRA. Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini ni ukweli usiopingika,
taifa hatujawekeza katika taaluma hizi za port and coastal engineering pamoja na marine engineering ili tuweze kunufaika ipasavyo na rasilimali zetu za ndani kama bahari. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa nini ninasema hivyo Mheshimiwa Mwenyekiti? Zipo teknolojia ambazo zingeziwezesha taifa letu kuweza kupunguza matumizi ndani ya bahari zetu na bandari zetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninasema hivi kwa nini? Tumeona bandari ya Dar es Salaam, lango la kuingilia, mageuzio na maeneo mengine, tulipoongeza kina tulitumia bilioni 230, lakini bandari ya Tanga kina kilipungua na ni muda mrefu hatukujiendesha kwa faida, tulitumia bilioni 427 ili kuweza kuirudisha bandari ya Tanga katika kiwango chake. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninalisisitiza hili na ninalisema mara nyingi kwa sababu sisi wananchi wa mkoa wa Tanga hatutamani bandari ya Tanga irudi ilikotoka, na kilichopelekea bandari ya Tanga kupoteza kina chake ni kwa sababu kama taifa hatujawekeza namna ya kujua ni kwa nini kina cha bandari kinapungua. Mheshimiwa Mwenyekiti, taaluma hizi zipo, tunaomba tuwekeze kama taifa, kwa sababu hapo South Africa tu, Afrika Kusini wamefanya kitu kinaitwa sand bypass method, na Japani wamefanya sand bypass method. Hii ni njia ya kucontrol kupungua kwa kina cha bandari zetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, na njia hii mimi nashauri kuliko kutumia namna ya kuchimba kwa maana ya dredging, taifa liamue sasa kutuma vijana wahandisi wa bandari kwenda kujifunza na kutafuta technical assistance ili taifa letu litunze fedha zinazoweza kuzalishwa na wadau wetu kama vile DP World ili tuweze kumaximize profit katika bandari zetu na liweze kukuza uchumi wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Mwenyekiti, kinachotokea chini ya kitako cha bahari ni movement of the bottom sand, ni kusogea kwa mchanga wa chini ya bahari unaotokana na induction ya force kutokana na mawimbi ya bahari. Movement ile inapotokea, sandi ikienda kujikusanya eneo moja, ndio kunatokea deposition ambayo ndio ile siltation au sedimentation, na eneo ambalo udongo umeondoka maana yake kunatokea erosion. Kwa hiyo chini ya kitako cha bahari kunatakiwa kufanyike equilibrium ya kubalance movement of the bottom sand ili kuweza kuhakikisha eneo linalotokea erosion inatokea deposition of sand, na end of the day ni continuous process, inapelekea kina cha bandari hakipungui. Naomba taifa letu twende tukajifunze South Africa, twende tukajifunze Japani, vitu hivi vipo ili tuweze kupunguza matumizi ya fedha zetu za ndani. Mheshimiwa Mwenyekiti, vile vile naomba kusema kwamba tunafanya miradi mingi ya maendeleo, miradi mingi ya miundombinu, lakini na taifa letu linafanya kazi nzuri ya kuwapeleka vijana kwenda kusoma nje ili waweze kutumika ndani ya taifa letu. Mwenyekiti, jambo la msingi la kujiuliza ni wapi hasa kuna gap ndani ya taifa letu ili vijana wale wakirudi waweze kusukuma gurudumu la maendeleo la taifa letu. Sio kila uhandisi unahitajika nchini. Ni wapi gap halisi ambalo tukipeleka vijana tutaleta tija kubwa katika taifa letu na kudhibiti matumizi ya fedha zetu za ndani? Mheshimiwa Mwenyekiti, taifa letu linakosa quality control engineers, linakosa wahandisi wa udhibiti ubora. Mheshimiwa Mwenyekiti, hawa ni wahandisi wa ujenzi, lakini taifa letu lina wahandisi wachache wa kudhibiti ubora. Fedha zote zinazoingizwa katika miradi yetu, hawahandisi wa kudhibiti ubora ni wachache sana, na Central Material Laboratory ina mitambo na vifaa vya kizamani ambavyo haviwezi kuleta tija na kuweza kufanya zile proactive test ili kulinda fedha zetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeshuhudia kule Kigoma mwaka juzi barabara mpya ya lami imekwenda kuseto kwa kiwango kikubwa sana na cracks nyingi ziliweza kutokea.
Mheshimiwa Mwenyekiti, yale ni matumizi mabaya ya fedha za umma, lakini inatokana na kiwango kidogo cha quality assurance katika miradi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni wakati sahihi sasa taifa letu liamue kuiangalia gepu iliyopo nchini katika taaluma ili tuweze kunufaika na wahandisi wetu, lakini na taifa letu liweze kupiga hatua. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimesikia katika bajeti ya Mheshimiwa Ulenge, kengele ya pili na muda wetu umeisha kabisa. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga mkono hoja.